Ikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi, hii ni Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari, mimi naitwa Pius Jayunga na tulionayo usiku huu. Moto wateketeza majengo ya shule mkoani Morogoro. Kwingineko, wanafunzi waliofaulu vizuri kidato cha 6 wapata ufadhili. Katika habari za kimataifa, wanafunzi walio maambukizi Ebola yatumbukia katika idadi ya watu 3,000 nchini Kongo. Na kunako habari za michezo na burudani, Simba kusaka alama 3 kesho Sekafa Kagame Cup. Hujambo mtazamaji, karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi naitwa Pius Jayunga na moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya majengo ya shule ya sekondari ya Bigwa Sisters iliyopo kata ya Bigwa manispaa ya Morogoro yameteketea kwa moto ambao chanzo chake hakijajulikana, huku kukiwa hakuna madhara yoyote ya kibinadamu. Undani wa taarifa na mwandishi wetu Hussein Bori kutoka mkoani Morogoro. Baadhi ya mashuhuda wa tukio hili wamesema kuwa moto huo ulianza kwa kiwango kidogo kabla ya kusambaa kwa kasi na kuathiri majengo mengine ya shule hiyo, huku jeshi la zimamoto na uokoaji likizungumzia tukio hilo. Kweli hali ilikuwa sio nzuri, moto ulikuwa ni mkali, na kadri ya tulikuwa tunajitahidi kuokoa, tumejaribu kuvunja mlango ili watu wa faya wazidi kuzima moto. Wananchi wengi wakajitokeza kwa wingi, wakawa nasaidia jinsi ya kuzima moto. Kuona huku moto mzito kweli kweli, ndio tukaanza kukimbia, tukaja tukakuta kweli moto mzito. Baada hapo ndo tunaona maji yameisha kwenye maya mafaya, tukaona tujitolee tusaidie wanafunzi hata okoe vitu vichache. Serikali inaambia wajitahidi tu ili mazimamoto daima ajaze maji yawe mengi kwenye magari. Vitokea tatizo kama hili ili litusaidie liokoe. Watoa wanafunzi 5 wametoa taarifa getini. Baada ya kutoa taarifa getini, wananchi wakaanza kuhamasika, wakaanza kuja kutoa taarifa mbalimbali kule, wakaanza kushuhudia. Kwa hiyo wakashuhudia, wakaanza kuzima moto. Wanafunzi wako salama, tunashukuru, na wameanza kusaidia kutoa ndoo vitu vilivyobakia, wakaanza kuvitoa nje wananchi. Wito wangu kwa wananchi, tunataka taarifa hizi tuwahi kufika mapema kwa wakati ili kutoa taarifa zimamoto ili waje kusaidia. Maeneo mengi yaloungua ni maeneo ya madarasa, kuna vitabu vya wanafunzi na baadhi ya mabweni. Tumekuta hali ya moto ni mkubwa sana, lakini kwa uwezo wa Mungu tumedhibiti mpaka hii hali mnayoiona sasa hivi. Yaani madhara makubwa ni hivyo, kama unavyoona vitabu vimeungua, madaftari, na moto wenyewe ulikuwa kama wa kuhamahama, sababu ulianza huku na tukaambiwa pia kuna madarasa ya chini pia yameungua. Kwa asilimia kubwa, ndio maana nikasema hata kujua chanzo hatuwezi kukisema kwa sasa hivi. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Hussein Bori, Sky TV. Tutazame taarifa nyingine ambapo serikali imetangaza orodha ya wanafunzi 1,050 waliofanya vizuri zaidi katika mtihani wa kidato cha 6 mwaka 2026 watakaonufaika na ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu kupitia mpango wa Samia Scholarship. Undani wa taarifa hii mwandishi wetu Magesa Mohamed anao kwa undani zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma leo, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kati ya wanafunzi hao 1,000 watasoma katika vyuo vya ndani, huku 50 bora wakipelekwa nje ya nchi kusomea fani za akili unde, AI, data science na teknolojia nyingine za kisasa. Sasa kuna wanafunzi 1,050 waliofanya vizuri zaidi katika matokeo ya baraza la mitihani yaliyotangazwa wiki chache zilizopita. Katika wanafunzi hao 50 nitaeleza tutawapeleka wapi, lakini 1,000 ambao majina yao yatawekwa kwenye tovuti leo, waliofanya vizuri kuliko wenzao katika yale matokeo kwa tahasusi, yani combination za PCM, yani physics, chemistry, mathematics, PCB, yani physics, chemistry na biology, CBG, yani chemistry, biology na geography, PMG, yani physics, mathematics na geography,
CBA yani chemistry, biology na agriculture, na PMC yani physics, mathematics na computer science. Wale wanafunzi waliofanya mitihani yao ya kidato cha 6 katika combination hizi wamepangwa kwa waliofaulu zaidi kuanzia namba 1 mpaka 1000. Kwa hakika tunao 1050. Wale 50 nitawataja baadaye tunawapeleka wapi. Lakini kuanzia namba 1 mpaka 1000 tumewapanga, na leo majina yao yatawekwa katika tovuti. Wanafunzi hawa kwa sababu ya ufaulu wao wanastahili kupata scholarship ya kusoma kwa masharti yafuatayo. Kwanza, wanafunzi hawa watafute udahili vyuo vikuu hapa nchini ili kusoma shahada yao katika eneo lolote kati ya maeneo yafuatayo. 1, wasome ama degree ya hisabati. 2, wasome tehama. 3, wasome science au wasome uhandisi au elimu ya tiba. Kwa hawa, kwa kufaulu kwao sasa hivi wameshakidhi masharti, majina yao yatakuwepo. Tutakachowahitaji wao ili waweze kupata ufadhili huu, sio mkopo, wanasomeshwa kwa 100%. Ni lazima waombe udahili ndani ya vyuo vikuu vya ndani ya nchi yetu kwenda kufanya degree ya kwanza ama katika hisabati ama katika tehama au katika sayansi na sayansi asilia, hata applied science, au katika uhandisi au katika elimu tiba. Wakipata udahili katika vyuo vikuu katika maeneo hayo, watajaza fomu ya kukubali kwamba wanataka kuingia katika utaratibu wa Samia Scholarship, watasomeshwa kwa 100%. Majina hao waliofanya vizuri yanaingizwa kwenye tovuti ya wizara leo. Kwa tunaomba wale wote ambao walifanya mtihani na najua walifaulu vizuri wakaangalia majina yao baadaye, leo yatakuwa yamewekwa humo ndani. Profesa Mkenda amesema wanafunzi waliochaguliwa wanatoka katika taasisi za sayansi na kwamba serikali itagharimia masomo yao kwa 100%. Mohamed Magesa, Sky TV, Dodoma. Dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ikiwa na thamani ya shilingi za Tanzania bilioni 1.2 imekamatwa Julai 25 mwaka huu ikitoroshwa katika eneo la Kiluvya mkoani Dar es Salaam. Hayo yamesemwa leo na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari. Amesema kukamatwa kwa madini hayo kumetokana na kuimarishwa kwa mfumo wa udhibiti wa wizi katika biashara ya madini hayo. Tupate taarifa kamili. Mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya mkoa wa Dar es Salaam. Dhahabu hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 1,238,458,594 na senti 42. Wakati wa utoroshaji wa dhahabu hii, maana yake haikupita katika mfumo rasmi, na hivyo serikali ilikuwa inakwenda kupoteza mapato ya takriban shilingi milioni 108,365,127. Dhahabu hii imekamatwa, imetaifishwa na hivi sasa ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama ambavyo sheria inaelekeza. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nichukue fursa hii kuendelea kuwakumbusha umma wa Tanzania na hasa wadau wa kwenye sekta ya madini kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zinavyoelekeza za biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Hali hii ya utoroshaji wa madini inapelekea nchi yetu kupoteza mapato mengi sana ambayo mwisho wa siku yangekwenda kutafsiriwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu pamoja na afya, kwa sababu fedha hizi ni fedha ambazo zinaingia mfuko mkuu wa serikali. Hivyo vitendo vyovyote vya kutorosha madini, maana yake unainyima haki nchi yako ya kuweza kuhudumia wananchi wake vizuri. Nataka nitoe rai kwa wadau wote wa kwenye sekta hii
waendelee kuzingatia taratibu za sheria. Tutaendelea kuimarisha ulinzi na usimamizi ili biashara yote ya sekta ya madini ikafanyike katika vituo vya ununuzi ambavyo viko 117 nchini Tanzania na masoko ya madini 44 ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya shughuli za ufanyaji wa biashara ya madini. Mtu yoyote ambaye atakutwa na madini pasipokuwa na kibali maalum na hajapita katika masoko, atambue kwamba madini hayo ni mali ya serikali na yatataifishwa, yatahifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania. Iwapo muhusika alikuwa ana leseni ya ufanyaji wa biashara ya madini, maelekezo yangu yamekuwa ni kwamba mtu yote ambaye tunamkamata hivi sasa tunamfutia leseni tunamfutia dealer license, lakini vile vile tunam blacklist. Hata fanya biashara hii tena ya madini. Kama kuwahi kufanya biashara nyingine au kufanya shughuli nyingine za kilimo na ufugaji, basi ndo atatafuta namna nyingine ya kuweza kuishi, lakini hata fanya tena kazi katika sekta ya madini. Nataka tuwaondoe watu wa namna hii. Kwa maelekezo yangu ni kwamba tutawa blacklist hao. Simanzi na majonzi vimetawala katika familia ya Karen Remi mwenye umri wa miaka 22 baada ya kupoteza watoto wake waliotano waliozaliwa njiti na kupoteza maisha muda mfupi baada ya kuzaliwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Akizungumza na waandishi wa habari, Karen ameeleza kuwa alijifungua watoto 4 wakiwa hai, lakini muda mfupi baadaye walifariki dunia, huku mtoto wa 5 akizaliwa tayari akiwa amepoteza maisha. Naitwa Karen Remi. Nilikuwa na ujauzito wa miezi 5 na wiki 2. Na ilitokea tu ghafla. Nilikuwa tu nyumbani. Ilipofika saa 1 ndo nikaanza kusikia uchungu. Sikujua kama ni uchungu kwa sababu nakuaga naumwa tu kidogo, lakini nakuwa inakaa sawa. Sasa shangaa ikachanganya, ndo nikamuita mume wangu kwa sababu ndio hospitali nilikuwa natibiwa. Kwa hiyo nikaambiwa tuje huku moja kwa moja, tusipitie sehemu nyingine. Ilifika kama saa 3 hivi ndo nikajifungua. Wameshindwa kushika sababu ni wametoka hai kweli. Mmoja ndo alitoka ameshakufa, hao 4 walikopo wazima. Walikuwa na hema vizuri, lakini madaktari walishasema tu hawataweza kuishi. Nilivolala hospitali, kesho yake asubuhi nikakuta mmoja ndo amefariki. Ilipofika saa 9 2 pia wakafariki, nikabakiwa na mmoja. Mmoja ndo leo asubuhi nimeenda nikakuta naye pia amefariki. Nilikuja wiki iliyopita Jumatatu. Waliona kabisa bado niko vizuri. Wakaniambia tena, wakanipa kabisa wiki 2 za, kwa sababu mimi nahudhuria kila wiki hospitali na kuja kuonana na daktari specialist wa kina mama kabisa. 2 wa kiume, 3 wa kike. Baba, umepokeaje msiba huu mzito? Kiukweli nimepokea kwa masikitiko. Ukiwa kama mtu ambaye ulitarajia, ukiwa na matarajio mengi, nilipokea kwa masikitiko mazito, maana unajua ukishajua ni baba mtarajiwa lazima kuna maandalizi wewe unafanya. Nilikuwa nimejipanga, lakini mipango ya Mungu pia haina makosa. So nimepokea kwa masikitiko makubwa, lakini yote kwa wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Watoto walizaliwa siku ya Jumamosi wakiwa 5. Changamoto inayokuja kwanza, mama mimba ilikuwa haijafika, ilikuwa ina wiki 26. Chanzo kwa sababu watoto walikuwa 5 mwilini, na mama tumbo linapokuwa linatanuka inafika wakati linakuwa tena halina nafasi ya ziada. Kinachofuata sasa ni uchungu unaanza. Naam, tunamwomba Mwenyezi Mungu azipokee roho za marehemu na kuzihifadhi mahali pema peponi. Amen. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na habari kuu usiku huu. Halmashauri ya wilaya ya Msalala yapokea fedha kiasi cha shilingi bilioni 47. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na Ulimwengu wa Habari. Mimi ni Pius Jayunga.
Wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu hapa nchini ambao ni makada wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Songwe wamepatiwa semina ya mafunzo kuhusu uongozi, itifaki na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, historia pamoja na maadili ya chama hicho, ikiwa ni sehemu ya kuwaelimisha na kuwakumbusha vijana umuhimu wa kukifahamu na kukiishi chama chao. Sky TV. Na mtazamaji, tunakuomba radhi kwa taarifa hiyo kutokuwa tayari, na sasa tuendelee na taarifa nyingine. Wakati matumizi ya simu na runinga yakizidi kuwavutia watoto kuliko usomaji wa vitabu, juhudi za kuimarisha utamaduni wa kusoma zinaendelea kupewa kipaumbele kama njia ya kukuza elimu, maarifa na maadili kwa watoto. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Katika kitongoji cha Kajunjumele, kijiji cha Utengulo Usangu, wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, watoto wa shule za msingi wamekusanyika kushiriki mashindano ya kusoma vitabu, ikiwa ni sehemu ya kampeni inayolenga kufufua utamaduni wa usomaji vitabu katika maeneo ya vijijini. Mashindano haya yameandaliwa na Taasisi ya Malezi ya Mama na Mtoto kupitia programu ya kuhamasisha usomaji wa vitabu inayotekelezwa kwa ushirikiano na wadau kutoka Jamhuri ya Watu wa Cheki chini ya kauli mbiu isemayo soma kitabu smartika. Kwanza kabla ya. Mdau wa elimu na mwandishi wa vitabu Christopher Lameki, ambaye ni Mtanzania anayeishi Jamhuri ya Watu wa Cheki, anaeleza lengo la kufadhili programu hiyo na matarajio yake katika kukuza utamaduni wa kusoma vitabu miongoni mwa watoto. Kwanza tuwazoeshe Watanzania kusoma, wasome, wajizoeshe. Unajua watu wanafika wanakuwa watu wazima hawezi kuwa na matamshi mazuri kwa sababu hawana tabia ya kusoma. Na mimi nakoishi huko kusoma ni jambo la kawaida. Watoto wadogo wanasoma, wanakuwa na maktaba zao wenyewe. Kwa hiyo kuleta ule tamaduni hapa ili watoto waanze kusoma wangali wadogo, wajifunze matamshi, wajifunze herufi nasoma vipi. Kwa upande wake, mwandishi wa vitabu kutoka Taasisi ya Mtalimbo Books Goima Mwamwingila anasisitiza kuwa msingi wa utamaduni wa kusoma huanzia nyumbani. Pia hujengwa kuanzia katika ngazi ya familia. Kwa hiyo baba na mama, hasa mama akishiriki katika kusoma vitabu na mtoto wake, lazima mtoto huyo naye atajenga ari na usomaji wa vitabu. Kwa hiyo sisi kama waandishi, mimi nikiwa mwandishi na timu ya waandishi wengine, lakini na kampuni ya nyumbani ya uchapishaji wa vitabu, tunahakikisha kwanza vitabu vyetu vinaandikwa katika maadili mazuri. Kwa upande wao, viongozi wa kijiji cha Utengulo Usangu wanaeleza namna programu hii ambavyo tayari imeanza kuzaa matunda. Toka tumpata huu mradi umetusaidia sana hata kwenye swala la ufaulu, kwa sababu kuwa tumepunguza idadi kubwa sana ya wale watoto ambao walikuwa hawatuwezi kutambua chochote na wala kusoma na kuandika kuanzia A, kutambua zile alfabeti kuanzia A mpaka Z, lakini kupitia huu mradi hivyo vitabu tumevipata na vimesaidia sana kwenye swala hilo la kusoma na kuandika. Baadhi ya wazazi wa kitongoji cha Kajunjumela wamesema ujio wa programu hiyo unatoa matumaini mapya ya kuboresha uwezo wa watoto katika kusoma, kuandika na kuhesabu, huku wakiamini utasaidia kuimarisha msingi wa elimu kwa watoto wa eneo hilo. Katika vitabu vyao wameweza kuweka hadithi mbalimbali pia na picha. Watoto wanatambua kutumia picha na wanajifunza kwamba hiki ni mvua, hiki ni jua au hiki ni kuku. Tunawashukuru sana kwa hilo. Mimi kiongozi nilitaka huu mradi uendelee hata ingefika miaka 50, lakini watu wote wajue kusoma na kuandika. Mbali na kuongeza hamasa ya kusoma vitabu, programu hii inaweka msingi wa kuandaa watoto wenye uelewa mpana, maadili mema na uwezo wa kuchangia maendeleo kwenye taifa. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mapumziko mafupi yanafuata. Tutakaporejea, Johannes Mike atakuwepo hapa kwa habari za biashara na uchumi. Usiondoke. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC?
ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Johannes Michael. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batrida Buriani ameitisha kikao cha kutatua mgogoro kati ya wafanyabiashara wa mabasi na halmashauri ya jiji la Tanga kuhusu matumizi ya kituo kikuu cha mabasi cha Kange. Katika kikao hicho, wafanyabiashara wa mabasi wamesema wameendelea kutumia stendi hiyo na kulipa ushuru, huku Buriani akiitaka halmashauri ya jiji la Tanga kukamilisha miundombinu iliyobaki ili kituo hicho kiweze kutumia kikamilifu. Sisi shida yetu, hawa ndugu zetu mnawachukua huko kutoka Tanga, tunataka waje wa pale, wapandie pale kuna movement na shughuli za kibiashara. Ule muda kusubiria atafanya shughuli nyingine za kibiashara. Kuna huduma za ATM, kutakuwa na huduma za benki. Benki haiwezi kuja pale ikaweka ATM. Benki haiwezi kuja pale ikaweka huduma. Mfanyabiashara haiwezi kuja kuweka duka. Hakuna wateja, hakuna movement yoyote. Ushauri wangu mimi, ikifika saa 1 kabla ya kuondoka safari yako, yani wewe safari yako ni saa 8, basi saa 7 kamili uwe stendi Kange. Ukae pale, ikifika saa 8 ndio uondoke. Jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Tanga inachokiona kwenye mgogoro huu, kwa maelezo ya TABOA kwamba Kange stendi kwa sasa inatumika na inaingiza mapato ya halmashauri, isipokuwa kwa hali ya stendi ya Kange na umbali uliopo hauwavutii wafanyabiashara kupeleka mitaji yao Kange. Ndio maana imezalisha stendi nyingine ambazo sio sahihi. Hakuna plani ya Mabawa, hakuna plani ya Mwembe Mawazo. Ilikuwa stendi iwe hii moja tu. Kwa hiyo kwanza imejengwa kimakosa, lakini tayari tumekosea. Kwa hiyo tufanye nini? Turekebishe. Lakini stendi ya Kange hatujui mbele ni wapi, imekuwa kama sigara nyota. Ninaomba jamani, ninaomba sana. Mimi ni mwananchi, mimi ni abiria. Kuna kushushwa Kange saa 9 za usiku, saa ngapi, lakini tunashukuru tushushwe Kange tukiwa unaishi Kange. Naomba ushauri, kama unakuja mjini, magari yasipewe vikwazo ya kutuchukua moja kwa moja kutoka Dar, kutoka Arusha, kutoka wapi, kutoka Kange mpaka sehemu za ofisi za mjini. Baada ya secretariat ya mkoa na mwakilishi kutoka ofisi ya mkurugenzi watapitia yote yaliyozungumzwa, tutayaangalia sasa yale ya kufuatilia. Timu ya wadau mbalimbali kutoka mkurugenzi, ofisi ya mkuu wa wilaya, secretariat ya mkoa
na wamiliki wote wawakilishi. Rwanda imeanza kupokea shehena ya kwanza ya mafuta kutoka bohari ya mafuta GBP iliyo jijini Tanga, hatua inayotajwa kuimarisha biashara ya mafuta na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Rwanda. Waziri wa biashara na viwanda wa Rwanda Tony Kajangwe amesema haya wakati wa ziara ya ujumbe wa serikali ya Rwanda katika bohari ya mafuta ya GBP iliyolenga kuthamini uwezo wa miundombinu ya kuhifadhi na kusambaza mafuta. The Port of Tanga offers one of the shortest, most efficient and cost-effective routes for petroleum cargo destined to Rwanda and other landlocked countries in the region. This strategic advantage further strengthens Tanga's position as an important gateway for regional trade, logistics and energy supply. Napenda kushukuru ujio huu, ujio wa wawekezaji kutoka serikali ya Rwanda, na kwa kuiona bandari ya GBP Tanga kuwa ni moja kati ya depo muhimu sana na iko kimkakati zaidi kuhakikisha kwamba tunahudumia nchi nyingi zaidi ya tulizokuwa nazo sasa. Kwa kutumia fursa hii pia ningependa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kufungua fursa na uwekezaji ambao sasa kwa ujio huu wa serikali ya Rwanda inaonyesha wazi kwamba sasa Tanzania inazidi kufunguka na Tanga sasa ni fursa kwa Tanga yenyewe na wanatanga kwa ujumla. Na mtazamaji, tutazame viwango vya kubadilishia fedha kwa mujibu wa Benki Kuu BOT kwa leo. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2626 na senti 71 huku kuuzwa kwa shilingi 2652 na senti 98. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3496 na senti 94 na kuuzwa kwa shilingi 3531 na senti 91. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2986 na senti 83 na kuuzwa kwa shilingi 3016 na senti 70. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 387 na senti 84 na kuuzwa kwa shilingi 391 na senti 72. Yuan ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 02 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 18. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 155 na senti 59 na kuuzwa kwa shilingi 157 na senti 14. Shilingi ya Kenya imenunuliwa na shilingi 20 na senti 26 na kuuzwa kwa senti 20 na senti 47. Faranga ya Rwanda imenunuliwa na shilingi 1 senti 78 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 80. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Faranga Burundi imenunuliwa kwa senti 87 na kuuzwa kwa senti 88. Na mtazamaji, naondo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Johannes Michael. Biashara na uchumi. Naam, Johannes Michael huyo ulikuwa naye katika habari za biashara na uchumi. Sasa tuende moja kwa moja katika habari za kimataifa, na hapa tunaungana na Mariango Mgeta. Habari za kimataifa. Zifuatazo ni habari za kimataifa kutoka hapa Sky TV na zinasomwa kwako nami Mariango Mugeta. Wahudumu wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3000 ya ugonjwa wa Ebola
vikiwemo zaidi ya vifo 1354. Maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1000 katika kipindi cha siku 10 tu zilizopita. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3075 sasa vimethibitishwa katika mikoa 5 baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2000 mnamo Julai 15. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi. Mlipuko huo uliotangazwa mnamo Mei 15 unasababishwa na aina ya kirusi cha Bundibugyo ambacho bado hakijapata chanjo au tiba yake. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ituri ambao unapakana na Sudan Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kukatiza utoaji wa huduma katika baadhi ya hospitali. Kwingineko, watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la drone katika mji wa Belgorod ulioko karibu na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema leo. Kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram na mamlaka za Urusi, nyumba kadhaa katika jengo moja la makazi na zaidi ya magari 15 yameshika moto. Shirika la habari la Reuters lakini limesema kwamba alikuweza kuthibitisha zaidi kwa ripoti hizo. Huku Ukraine nako mji mkuu wa Kyiv umeshambuliwa kwa makombora ya jeshi la Urusi jana Jumapili. Maeneo mengine nchini humo yalishambuliwa kwa mabomu jana na kusababisha vifo vya watu 6. Urusi imesema kuwa maeneo ya Ukraine yaliyo chini ya udhibiti wake pia yameshambuliwa, huku watu 4 wakiuawa kufuatia shambulizi la drone lilofanywa katika mji wa Ukraine na Kharkiv uliodhibitiwa na Urusi. Nchini Ufaransa, maafisa wa zimamoto huko Ufaransa na Uhispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto ya nyika. Haya yanajiri huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa linatarajiwa kukumbwa na wimbi jingine la joto kali, hali inayotarajiwa kutatiza shughuli ya kukabiliana na mioto hiyo. Zaidi ya watu 325,000 wameyakimbia makazi yao kufuatia matukio hayo mabaya zaidi ya mioto katika historia ya kuwahi kutokea katika nchi hizo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atafanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili hatua za dharura za kukabiliana na mioto hiyo. Naye waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez anayetembelea maeneo yaliyoathiriwa na mioto hiyo huko Valencia, mashariki mwa nchi hiyo. Watu 15,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao huko Valencia. Mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Sky TV. Endelea kutazama Sky TV na endelea kufuatilia ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa hizo zinatupa nafasi ya kwenda katika habari za michezo na burudani. Lai Saidi yupo kukufahamisha hayo muda mfupi ujao kuanzia sasa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je,
ungependa kujua kuhusu huduma zetu ZIC, tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673336199 au 0794963336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu ZIC? Tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC.
Habari za michezo na burudani. Karibu tena mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari katika habari za michezo pamoja na burudani. Ungana nami mwanamichezo wako Lai Saidi. Kikosi cha Simba kesho kitashuka dimbani katika uwanja wa Pele jijini Kigali nchini Rwanda kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu kwa ajili ya mchezo wa michuano ya Sekafa Kagame Cup, ambapo Simba watakipiga dhidi ya Jamus FC kutokea Sudan Kusini, ikiwa ni mwendelezo wa michuano hiyo. Simba watashuka kucheza mchezo huo majira ya saa 1 usiku, huku kikosi hicho kikiwa na kumbukumbu ya kutoka bila ushindi katika mchezo uliopita dhidi ya Mogadishu City kutokea nchini Somalia, baada ya timu zote kushindwa kufungana katika dakika 90 za mchezo. Mchezaji wa Simba Sport Club Vedastus Masinde amesema lengo kuu la kikosi hicho katika mchezo wao ujao wa Sekafa Kagame ni kuhakikisha wanapata ushindi na kuondoka na alama 3. Kikubwa kwa maandalizi ya mwalimu wetu na protokoli zake ambazo ametupatia, sisi tumejiandaa kwa ajili ya ushindi katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Jamus. Kwa imani yetu ni kubwa, tutafanya vizuri kwenye mchezo wetu wa kesho, sababu mchezo uliopita dhidi ya Mogadishu City tulifanya kila plani na kila mbinu ambayo mwalimu alitupatia, lakini riziki na bahati iko upande wetu, kwa tukatoka suluhu katika mchezo huo. Lakini mchezo unaofuata ni mchezo muhimu kwa upande wetu. Sisi katika tournament hii tumekuja kushindana. Sawa, ukiachana na mchezo huo wa Simba Sport Club dhidi ya Jamus FC, lakini pia wakilishi wengine kutokea hapa nyumbani Singida Black Stars, wao saa 10 jioni watakuwa dimbani kwa ajili ya kucheza dhidi ya Mogadishu ambao wanatokea pale nchini Somalia, na Singida Black Stars amepoteza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Jamus FC kutokea pale Sudan Kusini, ikiwa ni mwendelezo wa mchezo wa kundi B. Kwingineko pia ni kuhusiana na timu ya taifa ya wanawake hapa nyumbani Tanzania, Twiga Stars. Usiku huu majira ya saa 2 usiku watakuwa dimbani katika safari ya kwenda michuano ya kombe la mataifa ya Afrika WAFCON kwa upande wa wanawake, kwa kuvaana na mabingwa wa mwaka 2022 Banyana ya Afrika Kusini. Katika mechi ambayo inatarajiwa kupigwa saa 2 usiku kwa saa za hapa nyumbani, Twiga Stars pia inakutana na timu ngumu katika mchezo wake wa kwanza wa hatua ya makundi Afrika Kusini, pia ikiwa ni mabingwa wa michuano hiyo kwa mwaka 2022. Lakini pia mbali na ubingwa huo, Afrika Kusini imekuwa ikipewa nafasi kubwa kila inaposhiriki WAFCON kutokana pia na kikosi chake chenye uzoefu na wachezaji wanaocheza ligi mbalimbali za kulipwa duniani. Timu ya taifa ya wanawake pia inaendelea kujenga historia yake katika michuano hiyo baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza mwaka 2010 kisha kurejea tena mwaka 2024 kabla ya kufuzu tena kwa fainali za mwaka huu. Kila laheri kwa Twiga Stars katika kuelekea mchezo huo wa kwanza wa michuano ya WAFCON. Taarifa nyingine ni kuhusiana na bingwa wa ngumi za kulipwa nchini. Saidi Bwanga amesema yuko tayari kuwapa Watanzania burudani ya kiwango cha juu, ikiwa pia atapanda ulingoni Julai 30 mwaka huu katika usiku wa mapambano wa knockout ya Mama Season 9. Bwanga anatarajiwa kupanda mbele ya mashabiki wa nyumbani katika ukumbi wa Superdome Masaki, akiwa na lengo la kuonyesha uwezo wake, lakini pia kutafuta ushindi na kuendelea kudhibitisha ubora wake kwenye mchezo wa ngumi. Knockout ya Mama ya Season 9 inatarajiwa pia kukutanisha mabondia mbalimbali kwenye usiku mmoja wa mapambano makubwa, huku mashabiki wakiahidiwa burudani ya kipekee ndani ya ulingo. Na tukielekea kimataifa, shirikisho la soka barani Afrika CAF rasmi leo limejibu ombi la shirikisho la soka nchini Misri EFA kwa kukataa kutekeleza pendekezo la kuongeza idadi ya klabu zinazoshiriki ligi ya mabingwa Afrika kuanzia msimu wa 26-27. CAF imeeleza kuwa pendekezo hilo litafanywa tathmini kwa kina, na endapo litapitishwa basi linaweza kuanza kutumika kuanzia msimu wa 27-28 sambamba na kuweka kwa vigezo rasmi vya utekelezaji wake. Idara ya mashindano ya CAF imefafanua kuwa haiwezekani kulitekeleza pendekezo hilo kwa msimu wa 26 lakini pia 27 kutokana na uhaba wa muda
kutowezekana pia kufanya mabadiliko ya kanuni za mashindano kwa wakati huu, pamoja pia na ukweli kwamba vyama vya soka vya nchi wanachama tayari viliarifiwa mwezi uliopita kuhusu idadi ya nafasi za ushiriki wa nchi zilizo kwenye viwango vya juu na zile zilizo kwenye viwango hivyo. Na kwingineko ni kuhusiana na klabu ya Arsenal. Wao wana nia ya dhati ya kumsajili Vinicius Junior kutoka Real Madrid na wako tayari kumfanya kuwa mchezaji wao anayelipwa mshahara mkubwa zaidi kuwahi kutokea. Kwa mujibu wa gazeti la UK Telegraph, Arsenal wapo tayari kumpa mchezaji huyo mshahara ambao ni wa kushangaza ili kumshawishi, kwani kwa sasa analipwa pound 400,000 kwa wiki. Mchezaji anayelipwa mshahara wa juu zaidi katika klabu ya Arsenal ni Bukayo Saka ambaye anapokea pound 300,000 kwa wiki. Lakini Vinicius Junior ameingia kwenye mwaka wa mwisho wa mkataba wake na Real Madrid. Mazungumzo ya kuongeza mkataba mpya yamegonga mwamba kwa sababu mchezaji huyo anataka mshahara mkubwa unaolingana na ule wa Kylian Mbappe. Madrid pia wao wanaweza kulazimika kumuuza katika dirisha hili ili wasimpotezee bure hapo mwakani. Na taarifa hiyo mtazamaji inanifikisha mwisho wa habari za michezo pamoja na burudani. Pius Jayunga punde tu atakuwa hapa kwa ajili ya kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Naam, habari za michezo na burudani zimeletwa kwako na Lifeside. Sasa twende moja kwa moja katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa, na tukianza na usiku wa leo, bado hali ya baridi kiasi pamoja na ukavu inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, na viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kujitokeza zaidi katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, ikiwa ni kati ya nyuzi joto 8 hadi nyuzi joto 10. Na kwa upande wa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi.
Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya bado yanaendelea kutarajiwa kuendelea kuwa makavu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15 hadi 17. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 10 hadi 13. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 17 hadi 18. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 5 hadi nyuzi joto 6. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15 hadi 16. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 12 hadi 14. Na kwa upande wa Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 10 hadi 12. Na mpaka kufikia hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Roitana. Tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo, tujikumbushe sehemu ya yale ambayo tumekuandalia kwa siku hii. Moto wateketeza majengo ya shule mkoani Morogoro. Kwingineko, wanafunzi waliofaulu vizuri kidato cha 6 wapata ufadhili. Katika habari za kimataifa, maambukizi ya Ebola yatumbukia katika idadi ya watu 3,000 nchini Kongo. Na katika habari za michezo na burudani, klabu ya Simba kusaka alama 3 kesho Sekafa Kagame Cup. Mtazamaji, hadi kufikia hapo tuna la ziada. Shukrani kwa wote ambao wamefanikisha ulimwengu wa habari kwa kufikia, lakini pia niseme asante kwa wewe ambaye umetenga dakika zako 60 kufuatana nami ndani ya ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Mimi naitwa Pius Jayunga, nikutakie usiku mwema.